Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi imetoa tishio kali kwa Ukraine baada ya Rais Volodymyr Zelensky kutishia kufanya mashambulizi katika siku ya ushindi, siku ya Urusi ambayo Rais wa Urusi Vladimir Putin ametoa siku tatu, ambapo amesema kwamba ni siku ambazo majeshi ya Urusi hayatafanya mashambulizi dhidi ya Ukraine. Lakini Volodymyr Zelensky amekataa juu ya kuungana na Urusi katika kuadhimisha usitishaji vita kwa saa 72 katika kuadhimisha siku hiyo ya ushindi. Na kwa mujibu wa maafisa wa Urusi ni kwamba anafichua asili ya Nazi mamboleo ya Kiev na analeta tishio la kigaidi la kiwango cha kimataifa. Hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, ambapo msemaji Maria Zakharova alisema siku ya Jumamosi. Mapema siku hiyo kiongozi wa Ukraine alikariri kukataa kwake kukubali pendekezo la Moscow la kusitisha mapigano kwa siku tatu kuanzia Mei 8 na kuendelea kupitia maadhimisho ya siku ya ushindi wa vita vya kidunia vya pili, akipuuza akisema kama utayarishaji wa maonyesho. Zelensky pia alionekana kuwatishia viongozi wa dunia wanaotarajia kushiriki katika matukio ya Mei 9 mjini Moscow, akisema kuwa Kiev haiwezi kuhakikishia usalama wao. Matamshi ya Zelensky kwa mara nyingine tena yanathibitisha asili ya Nazi mamboleo ya utawala wa Kiev ambao umegeuka kuwa kiini cha kigaidi, Zakharova alisema katika taarifa yake. Leo Zelensky alishuka zaidi. Sasa anatishia usalama wa maveterani ambao watakuja kwenye gwaride na hafla za sherehe katika siku hiyo takatifu, alisema Maria Zakharova, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Urusi. Baada ya kila shambulio la kigaidi kwenye eneo la Urusi, serikali ya Kiev, huduma zake za usalama na Zelensky binafsi ambaye anajisifu kwamba alikuwa ni kazi yake kwamba itaendelea kuwa hivyo. Kwa hivyo Urusi haitafumba macho na haitatoa maneno matupu, isipokuwa itafanya uharibifu mkubwa ndani ya Ukraine. Kwa hivyo maneno kwamba haihakikishi usalama mnamo Mei 9 kwenye eneo la Urusi, kwani hilo sio eneo lake la kuwajibika, bila shaka ni tishio la moja kwa moja, Zakharova alisema. Hata hivyo msemaji wa ikulu ya Urusi Dmitry Peskov alitoa maoni sawa na matamshi ya Zelensky, akisema usitishaji mapigano uliopendekezwa ni jaribio kwa Kiev na kukataa dhahiri kujiunga nayo kunaonyesha wazi kwamba unazi mamboleo ndio msingi wa kiitikadi wa serikali ya kisasa ya Kiev. Usitishaji vita wa saa 72 uliotangazwa na upande mmoja na Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin siku ya Jumatatu. Putin aliamuru kusimamishwa kwa hatua zote za kijeshi dhidi ya vikosi vya Ukraine kuanzia usiku wa manane Mei 7 hadi usiku wa manane wa Mei 10 na kuitaka Kiev ijiunge na mapatano hayo. Zelensky na maafisa wengine wakuu wa Ukraine hata hivyo walipulizia mbali pendekezo hilo kama jaribio la udanganyifu, wakitaka kusitishwa kwa mapigano mara moja kwa siku 30 badala yake. Mnamo mwezi Machi, Urusi na Ukraine zote zilikubali makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 30 yaliyolenga kusitisha makombora katika maeneo yenye miundombinu ya nishati. Kiev hata hivyo ilikiuka makubaliano hayo mara kadhaa, kulingana na jeshi la Urusi. Hata hivyo makubaliano ya siku ya ushindi yanafuatia usitishaji uliotangazwa moja kwa moja wakati wa weekend ya Pasaka mwezi Aprili, ambao uliishia kuwa ya mafanikio kwa kiasi. Wakati utulivu fulani wa uhasama ulionekana, Kiev ilikiuka makubaliano hayo zaidi ya mara 3900 kulingana na makadirio ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo ya Bwana Volodymyr Zelensky ambaye ameapa kufanya mashambulizi mazito katika siku ya gwaride la ushindi la Urusi, lakini Urusi imemhakikishia kwamba hatakuwa salama yeye na watu wake. Basi mtazamaji, endelea kuwa nasi na nikusii tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.